Ibara ya 67 tunakwenda katika ambayo inazungumzia kwa upana wake sifa za mgombea wa kiti cha kuwa mbunge na masharti na vitu ambavyo vinamnyima haki mtu kuwa mbunge. Ibara 67 moja inasema hivi: bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara hii, mtu yeyote atakuwa na sifa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge endapo a, ni raia wa Jamhuri ya Muungano aliyetimiza umri wa miaka 21 na ambaye anajua kusoma na kuandika katika Kiswahili au Kiingereza. B, ni mwanachama na ni mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. C, katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hakuwahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote lile la kukwepa kulipa kodi yote ya serikali. Ibara 67(2), mtu hata kuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge ikiwa mtu huyo anao au kwa hiari yake amejipatia uraia wa nchi nyingine yote, au ikiwa kwa mujibu wa sheria inayotumika katika Jamhuri ya Muungano imethibitishwa na rasmi kwamba mtu huyo ana ugonjwa wa akili, au ikiwa mtu huyo amehukumiwa na mahakama yote katika kipindi cha Jamhuri ya Muungano na kupewa adhabu ya kifo au ya kufungwa gerezani kwa muda usiozidi miezi 6 kwa muda unaozidi miezi 6 kwa kutwa na hatia ya kosa lolote vyovyote linavyoitwa linaloambatana na utovu wa uaminifu, au ikiwa katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu amepata kuhukumiwa na kupewa adhabu ya kifungo kwa kosa linaloambatana na utovu na uaminifu au kuvunja sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Sheria ya maadili ya uongozi wa umma. A, bila kuingilia haki na uhuru wa mtu wa kuwa na maoni yake, kuamini dini atakayo, kushirikiana na wengine na kushiriki shughuli za umma kwa mujibu wa sheria za nchi, ikiwa mtu huyo si mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. F, ikiwa mtu huyo ana maslahi yote katika mkataba wa serikali au aina yote aliyowekewa miko maalum kwa mujibu wa sheria tungwa na bunge na iwapo amekiuka miiko hiyo. G, ikiwa mtu huyo ameshika madaraka ya afisa mwandamizi katika utumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. H, ikiwa kwa mujibu wa sheria utungwa na bunge inashughulikia makosa yanayohusiana na uchaguzi wa aina yote, mtu huyo amezuiliwa kujiandikisha kama mpiga kura au kupiga kura katika uchaguzi wa wabunge, alafu uchaguzi wa wabunge. Ibara ya 40 na ibara 67 ibara ndogo ya pili, mtu hataweza kugombea kuwa mbunge kuhakikisha jimbo la uchaguzi katika uchaguzi mkuu wote ikiwa wakati huo yeye amesimama katika uchaguzi kugombea kiti cha rais, wala hataweza kugombea uchaguzi kuwa mbunge katika uchaguzi mdogo wote ikiwa yeye ni rais. Na bunge limepewa madaraka ya kutunga sheria za kuongoza nini? Kuongoza uchaguzi. Sasa ibara ya 67 ibara ndogo ya 4 inasema hivi: bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge na kuhakikisha jimbo la uchaguzi ikiwa mtu huyo ni mwenye madaraka yanayohusiana na shughuli za kuongoza na kusimamia uchaguzi wa wabunge. Maana kama mtu alichaguliwa kwa nani? Kwa kiongozi wa tume ya uchaguzi. Ya 5, bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge wa kuwakilisha jimbo la uchaguzi kwa muda wote utakaotajwa na bunge, ili mradi muda huo usizidi miaka 5, ikiwa mtu huyo atapatikana na hatia mbele ya mahakama kwa ajili ya aina yoyote ya makosa yatakayotajwa katika sheria hiyo inahusiana na uchaguzi wa wabunge, makosa ambayo imetajwa na nini? Na sheria hiyo. Kwa madhumuni ya kutoa fursa ya kukata rufaa kwa mujibu wa sheria kwa mtu yeyote alithibitisha rasmi kisheria kuwa na ugonjwa wa akili. Kama mtu ana ugonjwa nini? Wa akili. Na kutakuwa na kanuni zinazohusiana na adhabu za watu kupewa. Ni hoja yetu kwamba kile ambacho kimefanywa kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki ya kikatiba haiwezi kupokwa kwa nini? Kwa kanuni zilizotungwa na nini? Na tume ya nini? Ya uchaguzi. Kwa hiyo tunasema tume imejielekeza vibaya, imefanya hivyo kwa nia ambayo sio sahihi, na imekiuka maagizo ya mahakama ya rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu. Kwa wale vijana wasiofahamu, Dr. Amani Waridi Kaburu ndio mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alichaguliwa mjini Kigoma mwaka 1994. Na alikuwa ni mwanachama wa Chadema. Alifanywa kila aina ya mizengwe na alifanywa kampeni ya ajabu
ikiwa pamoja na rais aliyekuwepo wakati huo, Rais Ali Hassan Mwinyi, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wakati huo Agustino Lyatonga Mrema na wengine wengi, pamoja na RTD na vyombo vya serikali kutumika na rasilimali za serikali kutumika kufanya nini? Kuendesha kampeni chafu dhidi ya Dr. Amani Walid Kaburu ambaye alikuwa amekuja kufanya nini? Kugombea. Mahakama ya rufaa ilitoa mwongozo kwamba msingi mkubwa wa uchaguzi wa nchi yetu ni uchaguzi huru na wa haki. Kama msingi huo unakiukwa, mahakama ilisema hilo tu linatosha kufutilia mbali huo uchaguzi. Ni hoja ya Chadema kwamba yale yalitokea mwaka 94 kumekuwa na ajenda ya siri ya serikali ya CCM na tume ya uchaguzi kufanya nini? Kumomonyoa msingi wa uchaguzi wa huru na wa haki, na mwisho wa siku tuna kasha la mfumo ambalo limetengenezwa kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabakia madarakani kama alivyosema Steven Wasira mpaka Yesu atakaporudi. Hujasikia mwenyekiti wa CCM akikana au akikanusha kauli hiyo. Hujasikia tume ya uchaguzi ikimuonya Steven Wasira. Hujasikia msajili wa vyama vya siasa akimuonya Steven Wasira na CCM au kuwataka wajieleze wanasemaji wao katika mfumo wa vyama vingi, wao watatawala milele. Sio kauli za kisiasa, ilikuwa ni kauli zenye lengo la kuhakikisha kwamba wanajua mfumo huu umeshawahakikishia ushindi. Sasa tunasema sisi kwamba